Singelikuwa ni wewe, singelipata, singelikuwa ni wewe, singelipata, singekuwa ni wewe, singelipata, singekuwa Tuseme kufungua Biblia yako kitabu kile Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, Amen. Maana ziki yetu nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele, usidio kuwa mwingi sana. Mambo rudia tena mahali hapo. Maana ziki yetu nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele, usidio kuwa mwingi sana. Roho Mtakatifu, nakushukuru kwa wema wako. Tuko tayari kufundishwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amina. Leo natamani sana Mungu anipe neema tu, kimpendeza Roho Mtakatifu niwe mwalimu kwako. Sema amina. Ili uweze kuvuka mahali ulipo kuelekea mahali pengine. Na hapa naomba tu nipe umakini wako sana na umsikilize Mungu anataka kunena nini juu yako. Juzi nilikuwa nazungumza na watu mahali hapa, nikamwambia washindi ni wale wanaojua kushughulikia ulimwengu wa roho. Washindi ni wale wanaojua kushughulikia ulimwengu wao wa roho. Ni wale wanaojua kumulika kwenye ulimwengu wao wa roho. Na Biblia inasema sisi ni chumvi ya dunia, lakini ni nuru ya ulimwengu. Lazima ujue kushughulikia ulimwengu wako wa roho, sababu kabla hujapata matokeo katika ulimwengu wa mwili, lazima huwa kuna chanzo kinachotoka kwenye ulimwengu wa roho, yawe ni mema, yawe ni mabaya. Usisahau kwamba ulimwengu wa mwili huwa tunaishi matokeo ya ulimwengu wa roho. Ukikosa kushughulikia ulimwengu wako wa roho, huwezi kuwa mshindi katika ulimwengu wako wa mwili. Wale wanaoshinda katika ulimwengu wao wa mwili mara nyingi ni wale wanaojua kushughulikia ulimwengu wao wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulisema mara zote tunavyokuwa katika mwili ni matokeo ya vile tulivyo katika ulimwengu wa roho. Adui hawezi kuharibu mambo katika ulimwengu wa mwili kama hajapata nafasi katika ulimwengu wa roho wako. Lazima kwa namna moja ama nyingine apate nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nilikufundisha nikakwambia ni muhimu sana, wale ambao tulikuwepo pamoja kwenye darasa, ni muhimu sana wiki isipite, siku isipite, lazima ujijue wewe ni nani katika ulimwengu wa roho.
leo nimeketi wapi kwenye ulimwengu wa roho? Leo ulimwengu wa roho unanitafasiri kama nani kuliko ulimwengu wa mwili unavyonitafasiri? Majasiri ni wale waliojigundua katika ulimwengu wa roho, watu ambao walikuwa imara, kwa sababu ulimwengu wa mwili, ukweli, hauna tafasiri halisi ya wewe. Lakini pia ulimwengu huu wa mwili huwa unapigana na kitu haiwezekani. Ulimwengu wa mwili unapigana na kitu haiwezekani. Kwa hiyo hata mahali ambapo ulimwengu wa mwili hauna tafasiri, bado utatafuta jibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri nilikuonyesha maandiko kadha wa kadha, tuliangalia kitabu kile cha, naanzia hapo ili niweke msingi mzuri uje nielewe ninachotaka kuzungumza au kile ambacho Roho anataka kunena na wewe. Tukishatambua makusudi katika ulimwengu wa roho, hatuwezi kutishwa na picha za ulimwengu wa mwili. Tukishatambua makusudi katika ulimwengu wa roho, hatuwezi kutishwa na maumbo katika ulimwengu wa mwili. Ezekiel 37 pale tuliona kwanza mstari wa kwanza mpaka 11. Mkono wa Bwana unakuwa juu ya Ezekiel ama nguvu za Bwana, na Mungu anampitisha kwenye uwanda au kwenye bonde. Na tunasema lile bonde lilikuwa lina mifupa mikavu. Mungu alisema nilipopita nikaiona mifupa mikavu sana. Mungu akamuuliza Ezekiel, mifupa hii yaweza kuishi? Yasema Ezekiel akasema, wajua wewe Bwana. Mungu akamwambia, toa unabii, ambie mifupa. Utaona Ezekiel anafanya kazi ya kuiambia mifupa. Sasa tunaporudi ule mstari wa 11 ndio Mungu anafungua ile fumbo kwamba mifupa ni nini. Anamwambia Ezekiel, tazama mifupa hii yote ni nyumba yangu yote ya Israeli. Lakini cha ajabu anasema wao usema, hawa ni mifupa, lakini walikuwa wanasema nini? Wakati Mungu anatafasiri hao watu kwenye ulimwengu wa roho, Ezekiel alikuwa anatafasiri hao watu kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ndio maana Mungu aliona ili huyu mtu ashughulikie kwa urahisi, nimuonyeshe kwenye ulimwengu wa roho hao watu ni wa aina gani kuliko ulimwengu wa mwili. Kama Ezekiel angemwambia waombea watu, anasema maombi ya kawaida tu, Baba bariki watu wako. Lakini akakuta kumbe kwenye ulimwengu wa roho watu sio tena, walishakuwa mifupa. Na utagundua maneno yao yalikuwa ya aina gani. Yasema wao usema matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa, hatuna tena matumaini. Ndio ilikuwa maneno yao, wanajisemea hivyo. Kwa nini walikuwa na maneno magumu? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho walikuwa tayari walishakuwa mifupa tena mikavu sana. Na Biblia inasema hivi, tabiri uambie nitayafunua makaburi yao na kuwapandisha kutoka. Walikuwa tayari wameshaingizwa kwenye makaburi. Ndio maana tuangalia Ufunuo wa Yohana, anasema, anataja kati ya makanisa moja anayoyataja, yale makanisa anayoyataja, moja ya kanisa anasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Ni vizuri sana mwanangu, usimalize mwezi hujaingia kwenye ulimwengu wa roho wako, kujua sasa niko wapi, nafanya nini, nimeketishwa wapi, nini kinaendelea kwenye ulimwengu wangu wa roho. Kumbuka vita yetu si ya damu na nyama, vita yetu ni ya roho. Hata silaha zetu, Paulo anasema, ingawa tuanenda kwa namna kwa jinsi ya mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa kuwa silaha zetu zina uwezo na nguvu hata kuangusha ngome katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sivyo tulivyo leo Wakristo, unaweza kumaliza hata mwezi. Ndio maana haufungi. Ukifunga mpaka umepatwa na majaribu si ya aina gani, wa Baba niondolee. Kuna wakati unatiisha mwili wako, unatiisha mawazo yako, unatiisha hisia zako, unakaa kwenye uwepo wa Mungu. Ukitoka hapo una nguvu mpya. Ukitoka hapo una ushindi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliposoma Biblia, Wakorintho wa pili anasema ingawa tuna dhiki ambayo ni ya kitamu, lakini hii dhiki ambayo ni ya muda mfupi inatutengenezea utukufu unaoendelea daima. Nini maana yake? Yako majira ambayo Mungu akitaka kukupa utukufu unaoendelea daima, ataleta dhiki sababishayo utukufu. Unanielewa? Si kila vita, si kila changamoto unayopitia inalenga kukuangamiza. Changamoto zingine zinalenga kufanya kuwa bora zaidi. Bwana Yesu. Nikajifunza kitu
kwamba ni jua lile lile linaloyeyusha barafu, lakini ndio jua lile lile linalogandisha. Siko nanielewa? Ni jua lile lile linaloimarisha. Hilo hilo linayeyusha, hilo hilo linaimarisha. Si kila vita, si kila mazingira magumu unayoyapitia kwamba Mungu ana lengo aidha kuaibishe au akufanye kushindwa. Hapana. Mazingira mengine unayapitia ili uwe bora zaidi kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utanielewa? Wakati matatizo yakiwaacha watu katika unyonge, yakiwaacha watu chini ya ubora wao, hayo kupitia hayo yaliwafanya watu wengine kuwa bora. Napenda sana mfano wa familia moja. Nakumbuka niliwahi kuongea na wewe Maria. Mtu mmoja alikuta dada wawili. Nini maana uli manake lazima unakuwa umeamua. Yasema tunayasema ni yale tunayoyawaza moyoni. Je, yanayokaa moyoni ndio tunayoyatoa. Kwa hiyo unawaza, unasema. Kwa yale maamuzi unayofanya katika mazingira yale ya changamoto ndio unayoweza kuamua hatima yako. Kwa hiyo dada huyu ana sababu ya msingi kwa sababu baba alikuwa mlevi. Lakini dada yake mwingine ana sababu ya msingi kwa sababu baba yake alikuwa mlevi, akachagua kutokuwa mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Nikajifunza kitu kimoja. Kuna wakati nilikuwa naogopa sana mimi kupita kwenye changamoto. Nilikuwa naogopa sana, naogopa kupita kwenye changamoto. Kwa hiyo mwelekeo wangu, hisia zangu nikaanza sana nisipite kwenye changamoto. Mungu akaniambia watu wakuwa watu waje namna hiyo. Akaniambia amisha mawazo yako. Toka sana kuangalia kuingia kwenye changamoto au kuanguka. Watu wakuu wao wanaweka sana nguvu zao katika kuinuka. Sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Paulo anagundua iko dhiki inaweza ikaja kwenye maisha ya mtu. Lakini jambo la kwanza tutambue matatizo sio ya kudumu. Changamoto sio za kudumu. Anasema iliyo ya kitambo tu. Changamoto sio kwamba zinadumu, sio za milele. Ndio maana zisije zikaua ndoto na hatima yako. Hizi wali za muda. Anasema hii iliyo ya muda inakufanyia utukufu unaoendelea muda wote au unaoishi siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Angalia watu ambao wana akili nyingi kwenye maisha yao. Walipita kwenye vitu vingi vigumu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tunapopita kwenye changamoto huwa zinatuongezea pia akili katika maisha yetu. Kwa angalia watu wengi, ukiangalia shuhuda, nichukue mji wa Dar es Salaam ambao sasa hivi wanaonekana wamefanikiwa, wanaweza kuigwa, wanaweza kufuatwa na vijana wengi. Anakuambia nilikuja Dar es Salaam masijui na kwenda kufikia nikarara kwenye mtaa. Kitendo cha kukaa kwenye mtaa ukatengeneza akili. Unapogoma au unapoogopa kuchukua wakati mwingine hatua hatarishi, huko ni kuficha ubora wako wa kesho. Adui atakuja nyuma kukuonyesha hizo hatua hatarishi zilizochukua zitakuangamiza. Kelele utasikia nyingi.
Nikataka nikwambie mwanangu, watu wote wakuu walichukua hatua hatarishi kwa maisha. Yaani si kwamba hauna ufahamu, unajua kabisa inanigharimu, lakini umeamua kuichagua. Jifunze. Majaribu yanatufanya tuwe na akili zaidi. Lakini namba 2, changamoto huwa zinatufanya tuwe imara. Ukikutana mtu imara kwenye ulimwengu, atakusimulia uimara ulitengenezwa na nini. Huwezi kula kuku kwa mlija ukawa imara. Ila unaweza kula kuku na kwa mlija ukiwa tayari umeshakuwa imara. Siende kusema mimi. Tayari umeshakuwa imara. Kuta watu ambao ni imara kwenye maisha, hawaogopi. Tafuta hiyo nguvu waliipata wapi? Walipita mahali. Changamoto zinatufanya tuwe imara, zinatufanya tuwe na akili. Ziko changamoto sio za kukimbia, ni za kukabili. Hapo ndo Biblia inasema, ikafananisha majaribu kama hayo kwamba ni dhahabu inayochomwa kwenye moto ili dhibitishwe itoke ikiwa pure, original, ambayo sasa hii haina uchafu wa aina yoyote. Inauzika kwenye soko la dunia. Ili tuwe kanisa linaloweza kuuzika kwenye soko la dunia, ukubali kupita kwenye moto. Ukubali kupita kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vya kuuzika. Unaweza kuuzika kwa familia, sema yule mtu achana naye bana. Yaani ndiye aliyebeba familia. Lakini jamii ile kuzunguka inasema hamna lolote pale. Unaweza kuuzika kwa jamii, usiuzike kwa taifa. Unaweza kuuzika kwa taifa, ndio maana tuna mazao ambayo au bidhaa ambazo tunatengeneza au tunazalisha zinauzika ndani tu ya taifa. Na kuna bidhaa ambazo hizi zinatengenezwa kwa ajili ya kuuzika kwenye viwango vya kimataifa. Na imaanishi hizi sio za muhimu, tunazitumia ndizo tunazishindia, lakini huko tunapoingia kwenye soko la kimataifa tunajikuta hazina vigezo. Kwa nini unaogopa kuchukua hatua? Nisaidie kumuuliza jirani yako. Kwa nini unaogopa kuchukua hatua? Alafu wewe muulize, kuna mtu ninamsaidia, mimi ni nabii. Nikikwambia ongea hivyo, wewe ongea, kuna mtu haya. Muulize swali la pili. Kwa nini unatia mashaka hatua zako? Unajua kuamua jambo moja na kusimamia ulichoamua ni jambo lingine. Kuna aina fulani ya dhiki sio ya kulia, sio ya kumwambia Mungu iondoe. Hii sasa inakutengenezea utukufu unaoendelea zaidi. Na mara nyingi hii sio kwamba inakuja pasipo wewe kujua kwamba imetokea wapi, from nowhere tayari umeshika kama ni uchaguzi mgumu unaoingia. Ni maamuzi magumu unaoingia. Hayo yanaweza kusababisha marafiki wa karibu wakapotea. Yanaweza kusababisha watu waliokuthamini wasikuthamini. Yanaweza kusababisha hayo maamuzi watu waliokuona wewe unafaa wazungumze kinyume cha hayo, lakini hayo kesho yanakutengenezea utukufu unaoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia najifunza kuna watu walionekana ni kama wamekwisha kushindwa, lakini kutoka huko kwenye hali ya aina hiyo wakasababisha ushindi kwa wale ambao walionekana wameshinda. Wale ambao walionekana ni washindi, kumbe bado walikuwa hawajashinda. Hawa walionekana kushindwa wakasababisha ushindi.
wakati mwingine Mungu anaweza akaachilia watu wa kuache peke yako ili ufanye maamuzi atakayowaokoa wao. Kwa sababu Mungu anapokutenga na watu, manake anataka utafasiri. Okay, Mungu anapokutenga na watu, kitu cha kwanza anataka ufikiri tofauti na wao. Namba 2, anataka uamue tofauti na wao. Kwa sababu kumbuka, wawili hatuwezi kutembea njia moja tusipopatana. Sasa ziko nyakati Mungu anakutoa katikati yao ili ufikiri tofauti na wao, uweze kuamua tofauti na wao, uweze kutenda tofauti na wao, kesho wasaidie wao. Unanielewa mwanangu? Na wakati wa majira ya Mungu kukutenga, inawezekana kabisa, majira ya Mungu ataka kukutenga, inawezekana kabisa akatumia sura ya udhaifu. Yaani watu wanakukataa kwa sababu ya udhaifu, ili ukiwa peke yako uwaze nguvu, ili ukiwa peke yako ufikirie uweza. Nilisema wawili wasipopatana hawezi kutembea. Sasa Mungu akigundua wote mna mawazo yanayofanana na kuna kitu anataka mkikabili kikubwa, unanielewa? Anza kuchomoa katikati ya marafiki zako. Haujawahi kugombana nao, una vita nao, ukashangaa kuna ugumu. Ukashangaa wanasema sasa, lakini yule tunaona kama hatumuelewi, ni kama huyu tumweke pembeni bana tufanye mambo yetu. Wao kazania labda wewe sio bora kuliko wao. Kumbe Mungu anataka afunue ubora ambao utawasaidia wao. Mara nyingi watu waliotengwa kutoka kwa walikuwa watofauti. Tafuta hata watumishi wa Mungu waliotengwa kutoka kwenye familia, Mungu aliwatumia tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana ili Yusufu aweze kuokoa ndugu, ililazimika atoke kwa hao ndugu. Wakati ndugu wamebaki na mawazo yanayofanana, Yusufu alikuwa na mawazo tofauti. Kwa nini? Hakuwa katikati, ingawa alikuwa ni mwenzao. Na anasema wakati nyinyi mnanisukuma huko ili niangamie, Mungu alinipeleka mbele ili nihifadhi roho za watu wengi. Bila Yusufu, hiyo Misri ambayo tunaenda kuangalia, tusingekuwa tunaenda kutahari huko. Mataifa mengi yangekufa, njaa piga hatari, lakini kwa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Huku alikuwa anaona nyota, huku alikuwa anaona mwezi. Lakini alipotengwa na ndugu, hakuona nyota tena na mwezi. Sasa ile tafasiri ya nyota na mwezi ilirudi aanze kutafasiri changamoto kwenye maisha ya watu. Ya mfalme sasa kusanya chakula, kuna njaa inakuja, watu waweze kuwa salama. Hawa ndugu hawana habari. Wakati mwingine mwanangu, usivunjike moyo unapotolewa au kutoka miongoni mwao. Unaweza kushangaa unafanya na watu kazi sehemu moja, lakini unashangaa wanaweza kufanya vitu pasipo kukushirikisha, ingawa na wewe ni mmoja wao. Au wakasimama kinyume chako, wakakubaliana, wakashikamana, kwa wanajiuliza mimi nimemkosea nini Mungu, au nina baraka namkosa, au na mikosi. Mungu anakutenga ili uwe tofauti na wao, ili kesho uweze kuwaokoa. Nataka nikwambie, hata watu waliofanikiwa na kuleta mapinduzi makubwa iwe katika mataifa, walitengwa. Amen. Walitoka magerezani, walikataliwa, walifukuzwa, kwanza wakaondoka, wakaenda uhamishoni, baadaye wakarudi ndio wagombea. Tafuta watu maarufu dunia, wana historia ya aina hiyo. Hii ni dhiki inayokutengenezea utukufu. Ukiwa tafuta kila Nelson Mandela, ni dhiki hapo mtu alijaribu limwingia. Familia sema sasa mtu wetu anakufa, ndio tulikuwa tunamwona kama anaweza kununua kilo moja ya sukari. Lakini wanakuambia siangalie sukari, mimi naangalia kutoka gerezani kuwa mfano. Kuna vitu visije vikaumiza moyo wako, lazima uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia
Angalia wale watu 4 wenye ukoma walitengwa kwa sababu ya ukoma wao. Lakini jamii ile kubwa iliyobaki, hata kama ilikuwa ina watu mashuhuri, watu hodari, watu wenye nguvu, walikuwa na mawazo yanayofanana. Ndio maana kitokea mbili, jamani tujifiche, hakuna mwenye wazo tofauti, wote wanajificha. Lakini wenye ukoma hawa waliotengwa walikuwa na mawazo tofauti. Hatuwezi kuliendea jeshi la washamba. Wakituhifadhi hai sawa, tukifa twende. Walisababisha ushindi wa wengi. Iko dhiki ambayo tunaipitia inatutengenezea utukufu wa milele. Kwa pamoja mwana wa Mungu. Tafuta familia ya mtu mmoja anaitwa Yesu. Zaidi ya vijana 7 walikuwa na lugha moja, kasoro Daudi peke yake alikuwa ametengwa. Na hata walichagulia kazi ya kufanya. Wewe utachunga au kondoo, wewe unaangalia kondoo kwa familia. Na sisi ni wataalamu wa vita. Mungu akaangalia wana mawazo yanayofanana. Hata nikiwatuma kwenda vitani kwamba ufalme, wana mawazo yanayofanana. Goliathi akitokea sema, umemwona mtu huyo? Eliabu wewe. Aisee, hata huko Cuba kwenye vita, huko kwenye vyuo vya kijeshi tulikwenda, hajawahi kupatikana komando kama huyu. Wote tichi. Unajua, wakati mwingine unatakiwa kutambua uwezo na ubora wako bila kujali uwezo wa kitu kingine na ubora wa kitu kingine. Ndio maana utashangaa wakati mwingine Mungu anatumia mtu asiyekuwa na tafasiri ya ubora wa kitu kingine ili ana tafasiri ya ubora wake. Unajua, Daudi alikuwa juu habari za mtu kuwa na nguvu, habari za mtu kuwa limepanda. Hizo zilikuwa ni kanuni za kijeshi. Yeye anajua mimi niliwahi kuua simba na dubu. Ndio anasema Mungu uvitumia vinyonge ili kuviaibisha vyenye nguvu. Hata Yesu alifikia akasema mimi sijui mwingine isipokuwa mimi. Kama kuna mwingine ninyi mnajua. Huko sitaki kuelewa sana. Ndio kuna watu wanachukunua sana uwezo wa vitu vingine, uwezo wa mambo, wanajisahau wao wenyewe. Kwanza jua uwezo wako wewe. Tafuta ubora wako wewe. Huo uwezo, uona ubora ulionao, huo ambao unaofunua, unaweza kuangamiza kila kitu. Sema amina. Amen. Hatujafanya vita hata kumwaga damu. Tuliokuwa pamoja darasani nilikwambia. Kanisa miaka mingi limejua kwamba hatujafanya vita mpaka Yakobo anasema hatujafanya vita hata kufikia kiwango cha kumwaga damu. Sasa kanisa liliamini hivi, tukiingia kwenye mashindano sisi lazima damu itutoke, yani lazima damu imwagike kwetu. Tafasiri ya Biblia ni kumwaga damu ya wale tunaowaishi. Sababu tafasiri sana kanisa likaa kwenye unyonge. Kia kitu yale magumu tunajigeuzia sisi. Kutokuweza tunajigeuzia sisi. Hata waliposoma hatujafanya vita hata kumwaga damu. Kimkuta mpendo yuko pale, vipi? Ninapita kwenye vita, rafiki yangu nakwambia, nimebakiza kumwaga damu. Biblia sema sisi tutapigana mpaka damu zinamwagika. Mzee jana mwaka huu umeshamwaga damu. Anasemaje? Unadhani kanisa limwagi damu? Kwani wokovu uliupata? Damu ilimwagika. Hayo ni mambo ya roho mwanangu. Damu ilimwagika. Mimi kutangazia mwaka wa uchaguzi mimi namwaga damu. Na mwagaje damu? Usistuke sasa, nisubirie. Sio kanikimbia kabla sijamaliza. Yeyote mwanasiasa atakayeenda kwa mganga wa kienyeji, hatukubali kutawaliwa na watu waliowekwa kwa nguvu za giza. Hatukubali kutawaliwa na watu ambao mpaka arubino wakati kidole. Hao katika ulimwengu wa roho lazima waangamie. Amen. Mamlaka tunaziheshimu zimetoka kwa Mungu. Watu waingie makanisani, waingie misikitini, wamuombe Mungu. Lakini ndugu mpaka afe, wewe ndio upate mamlaka. Huyu sasa ndo anatuongoza. Ndio maana lazima utambue uwezo ulionao wewe. Niambie mtu aina hiyo ndio yuko kwenye jimbo lako. Arubino alikufa, yeye akapata nafasi.
Alafu wewe unapata maono chini ya mamlaka yake, hauwezi kumenya. Ndio maana kuna kifungo cha taifa na kifungo cha jamii na kifungo cha kwa mimi nimeshatangaza vitu na ninawatangazia mahali walipo wanasiasa wote hapa mtaani. Hatuwezi kuruhusu miungu ikajivuna ikawa eti na watawala wengi kuliko Mungu. Lazima Mungu aweke watu kwenye nafasi. Amen. Mungu aweke watu kwenye nafasi. Ili waliochaguliwa na Mungu wakitawala, sisi tunapata furaha. Wenye haki wanapopata nafasi, wafasi wanapata furaha, wanapata amani. Nisaidie kusema amina. Amen. Kitabu kile Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 8. Wafilipi, somaji wangu. Neno Mungu linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo. Ambayo yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Ndio. Na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama wanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii, ndio, hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Sasa kwa lugha nyingine, haya alikuwa sio ya kukemea. Asingesimama akasema toka roho ya mauti. Ilikuwa sio ya kukemea hii. Hii ilipaswa apite ili mtengenezee utukufu. Hii ilipaswa apite ili awe bora zaidi. Hapa alipaswa apite kwenye hii dhiki ili leo tuseme tuna Yesu Kristo ambaye ni yote katika yote. Wakati ule alikuwa anachengwa kabla hajapita hapa. Mimi sitaki kumsikiliza Yesu bana. Habari zake. Yuko wapi? Galilaya. Hebu tukate kona tuende huko na Yerusalemu. Tuachane naye. Wanatafuta njia nyingine. Lakini sasa ni yote katika yote. Ni yote juu ya yote. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa 9 unasemaje? Kwa hiyo tena Mungu kupitia hayo alimwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo majina, kila jina. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. La vitu vya mbinguni, la vya duniani, na vya chini ya nchi. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Barikiwa Mungu. Sasa utaona utukufu mkubwa na ubeba kutoka kwenye kujinyenyekeza. Akajinyenyekeza. Na hata mauti ya msalaba akanyenyekea. Unaposikia mauti ya msalaba maana yake ni mauti ya aibu. Waliingia wahalifu, watu waliopatikana na jinai, watu waliopatikana na murder case. Umeua, ndio leo tupigwa msalaba. Kwa lugha nyingine ilikuwa ni adhabu ya kunyongwa. Lakini mwana wa Mungu asiye na hatia anapita kwenye hiyo njia ya uhalifu. Wanangu, ukiona wa kushoto akuelewi, tafuta mwingine wa kulia na kuelewa. Amen. Haleluya. Amen. Sababu hauwezi kaitwa mwenye haki alafu unapita kwenye njia ya aina hiyo. Mtu haraka mwili hawezi kukuelewa. Ndio maana wakati Yesu anaingia msalabani, kulikuwa na mtu kushoto, kulikuwa na mtu kulia. Mmoja alimuelewa, mwingine hakumuelewa. Unapokutana na asiyekuelewa, upande wa pili yupo anayekuelewa. Na ukikutana naye kuelewa, usisahau upande mwingine yupo asiyekuelewa. Hiyo tunachukulia kawaida. Ndio maana Biblia inasema wakati Daudi anauliza kaka yake kumuelewa. Ndio kiburi cha moyo wako. Umekuja tazame vita. Yesema Daudi akamgeukia mtu mwingine. Alijua wewe kaka unielewe. Lakini yuko mmoja mahali fulani anaweza kunielewa. Akauza tena, atafanyiwa nini mtu atakayemuua? Kabla bwana huyu atatajirishwa na mfalme, atafanyiwa moja. Ni yake ikaendelea. Wakati Yesu yuko pale,
Ni jamani moja likajua huyu naye ni mwenzetu. Tunaweza kukutana mahali lakini hatufanani. Mnaweza kukutana kwenye kituo kimoja lakini bado wewe sio kama wao. Kukutana stendi haimaanishi sisi tumekuwa wa aina moja. Kukutana stendi haimaanishi wote tuna lengo moja. Kuna anayekutana stendi anaenda kuzika, kuna anaenda kwenye harusi, lakini gari ni hiyo hiyo moja. Na wote tutashukia sehemu ile ile moja na tulipandia sehemu ile moja. Kuna aliyetoroka, kuna anaenda kukutana mchumba wake kwa mara ya kwanza umo kwenye gari, kuna aliyeiba na yuko humo. Kituo kinaweza kutukutanisha lakini bado makusudi hayafanani. Sababu katika ulimwengu kuna mahali tunalazimika tukutane. Kuna vitu vinalazimisha kutukutanisha lakini sio wale wale. Ili jamani moja likasema, hivi wewe si ulikuwa unahubiri habari za watu kupona? Na ulikuwa unasema wewe ni mwana wa Mungu. Kumbe na wewe ni kama sisi. Kama ungekuwa mtakatifu ungefikaje hapa? Hakujua wakati ule anatengenezewa utukufu unaodumu milele. Sasa tulisikia wanasema unaponya, jiokoe basi. Jamaa mwingine anasema kweli. Haujui jamaa sio kama sisi, ingawa wote tuko msalabani. Tunataka tukaongelea habari ambazo hatuna hela lakini hatufanani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambia ukweli. Kuta mtu wa darasa la 7 na mtu wa chuo wamepigika. Wote wanaongea bana hatuna, au wamejichanganya, wote wanachanganya kokoto. Hata nikwambie pamoja na kuwa kwenye kituo kimoja hawafanani. Sasa kusema nini? Amen. Namna ya kupenya na namna ya kutoka ni tofauti. Sababu wewe ukipenya utapata vibarua zaidi vya kuchanganya hiyo. Lakini yeye akitoka anasogea mahali pa utukufu. Unisaidie kusema amina. Tunaongea unanielewa? Ndio maana wewe na nidhamu na wasomi. Nisaidie kusema amina. Tunawaheshimu sana. Na tunatambua mchango wao kubwa. Haleluya. Haleluya. Na kitu tunajifunza mwanangu. Jamaa akasema huyu sio kama sisi. Unajua nikwambie kuna watu mko pamoja lakini kuna mmoja anakufahamu. Huyu sio kama sisi. Wa kwanza kukuelewa ni mimi. Amen. Mimi nakuelewa sana. Amen. Mwanangu mimi nakuelewa sana. Amen. Narudia tena nakuelewa sana. Amen. Nachomuomba Mungu tu connection hii daima iendelee. Ila najua kuna watu watatoka Geita, naelewa. Yaani naelewa kuna watu watatoka Tanzania, naelewa. Watakwenda, naelewa. Mimi nitakungangania kama kupe mwanangu, sikuachi. Sababu nakuelewa. Sema amina. Sinisaidie kusema amina. Nini maana yake mbingu zinakuelewa? Tumekutana nayo Tisamua, lakini kuna majitu hapa yako imara, yana nguvu kama nini katika ulimwengu wa roho. Kesho haya na Mungu akupe neema. Kama huyu sio kama sisi, hakufanya lolote lilo baya, ila sisi tumestahili kuwa hapa. Yaani hii ni level yetu mahali tulipo, lakini huyu sio mahali pake. Hata kama yupo anapita huyu. Haleluya, haleluya. Mimi nakuona mwanangu hujafika pale unapita. Sasa kuna mtu mwingine anakupenda na kuona kama vile ndo na wewe ni mahali pako. Huyo achana naye. Kati ya 10 kuna mmoja anakuelewa, wewe hujafika. Na wewe sio kama sisi. Ila tunashukuru Mungu amekupitisha hapa. Amen. Haleluya. Kweli jangwa lilifurahi kuona wana wa Israeli, lakini kwa nini uwezo wa kuwabeba, kuwatunza? Ila ilikuwa ni uwezo wa kuwapitisha wakaenda. Jangwani tutapita, lakini kuna Kanaani tunaiendea.
tumia jina lipitalo majina yote. Warumi sura ya 8 mstari wa 16 hadi 18. Warumi 8 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, Ndio, 16 hadi 18. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana Tukipata kuteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana Ndio, ninahesabu mateso ya wakati huu ninayahesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo aliona kwamba kuna mateso ya muda kitambo nayapitia, lakini haya yanaenda kufunua utukufu, na utukufu unaenda kufunuliwa kutokana na haya yanayopitia ni mkubwa mno. Kwa hiyo sasa sina haja tena kuangalia mateso haya. Mkulima ukimkuta analima, yeye huangalii visiki. Mkulima anayeangalia visiki hawezi kulima. Mkulima anayeangalia maji wakati wa kutifua majaruba hawezi kulima. Lakini mkulima anayeuangalia mpunga kwenye maji, utakuta anavyolizungusha jembe. Kumbe yeye haoni matope, wakati huo anauona mpunga, wakati huo anauona mchele, na wakati huo anaiona fedha. Mkulima anapochukua mbegu huwa anaona mche. Kinachomfanya asione ili ni hindi moja, haone sasa hapa kwa sehemu hii nina kilo 10 za mahindi. Ni nini? Kwa sababu huwa anatambua viwekezo vilivyomo kwenye mbegu husika, kwamba viwekezo vilivyomo kwenye mbegu hii, mbegu kisha iachilia haibaki kuwa mbegu. Lazima utambue makusudi kwenye mambo yanayotokea kwenye maisha yetu. Mengine yana sura mbaya, lakini viwekezo vyake ndani. Ndio Paulo anasema, nikiangalia ule utukufu unaokuja na hesabu mateso ya sasa si kitu. Na kama unataka kuwa mwekezaji, lazima ukae kwenye sura ya aina hii. Lazima kuna wakati ugumu na upitie hesabu si kitu kwa kuangalia matokeo yake. Tafuta mwanangu gunduzi zote za kisayansi. Nani alifanya mara moja akapenda? Watu walipata hasara ya muda, hasara ya fedha, hasara ya rasilimali, hasara hata ya akili na ujuzi. Kwa sababu unaweka ujuzi, unajua kabisa hii sasa umehitimisha, alafu unawasha, unashangaa taa zote zinaungua, mtu anarudia mpaka mara 100. Ni gharama. Lakini watu waliendelea kwa kujua matokeo yatakayotokea, pasipo kuhesabu hayo mateso wanayopitia wakati huu. Na kila alipojaribu kashindwa. Hakuna watu wameteswa kama watu wanaoitwa wagunduzi. Wameteseka sana kukamilisha gunduzi zao. Wamelala milimani, wameporomoka, wengine wamefia huko, wengine wamevunjika miguu. Lakini katika kutoka huko, unajua nilikuwa najiuliza sana. Nikaangalia mtu mmoja, sijui anaitwa Lamson, si somebody. Huyu mtu alitembea kwenye ule mto mkubwa ambao uko kwenye Amazon, kiasi ya kwamba viumbe waliomo kwenye ule mto na sifa zao unaweza ukapiga poa hata kwenye TV usiuangalie. Sema jamani, hata huko, maana wanaweza wakachomoka wakafika huko. Wengine ni waajabu kuliko unavyofikiria. Lakini angalia maamuzi ya huyu mtu, anasema mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Aliogelea kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa kutumia miezi kadhaa. Alipotoka, dunia sasa inamtambua. Lakini maamuzi madogo tu ambao pia hayawezi kukuua, yanakupa shida sana. Kushindwa kuchagua ni kuchagua kushindwa. Mungu awape hela. Ukiwa naye unaweza kupiga ovyo. Unapiga kwa kufundisha.
lakini hela zikikosekana, mbona mimi nakuhangaikia? Sio nataka kumhangaikia nani? Sasa namsimangia na hiyo, ni wajibu wako kumhangaikia. Mimi nakuhangaikia, sijatokea asubuhi afu niita. Sasa unataka Bwana Yesu asifiwe. Usiwapike mzigo isio yao. Watoto mpo? Mkipigwa bila sababu mje mniambie. Na mwambie lakini mama hapa hapana. Mtaki hapo wazazi. Maana ukweli hii pia ilikuja kubalance kwa sababu na wazazi wengine. Mtoto akitembea chini, unatembeaje? Ameshakula kweli. Sijui amekula, unakulaje? Hapo mpaka kwenye chakula unakula kweli. Shinde kwa jina la Yesu. Shika mtoto anakosa amani na mzazi kama ukumzaa. Ndio maana unashangaa muda mwingi yuko tayari aende kwa majirani kuliko ukaa nyumbani. Na yeye tena inakuwa tatizo. Maana nikikatiza kwa mama mara 2 makofi. Akienda kwa majirani wenyewe, una kwa majirani, una nyumbani. Wewe mbingu hautaiona. Mzazi mzuri ndio kwanza anazungumza. Wanangu, hili ni tatizo. Hili ni kosa. Mara ya pili. Sasa nilikuwa nishakwambia. Sasa leo hapana. Lala. Na kweli akilala najua leo nimemkosea. Leo nimemkosea dadi. Na hapo hautapiga kale kakufanya. Kata kuuma kakuumi. Fundisha mtoto hivi. Na unaona kweli leo nimeadhibiwa. Nimekosea na sitarudi. Na ukimaliza umemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu, nimaliza kwa kusema hivi. Kuna mambo tunayapita. Hayana lengo la kukuangamiza. Yana lengo la kufunua utukufu na ukuja mbele yako. Na ni lazima uelewe katika maeneo haya. Mungu angeweza kuzuia Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu angeweza kuzuia Danieli kwamba wasiingie, lakini kitendo cha kuingia kwenye tundu la simba huko ndio kingeweza kutengeneza utukufu unaoendelea daima. Kuna mahali za kuingia kana kwamba unashindwa, lakini utachomoka katika ushindi. Mungu angeweza kuzuia, niko nashangaa, alizuia pipa lami ikatokota, lakini Yohana alibaki salama. Msumeno ukakata mpaka ukawa butu, lakini Yohana alibaki salama. Lakini walipoenda kumtupa Patimu, wana kuzuia magari wala nini, aliruhusu wakaenda wakamtupa kwenye kisiwa chenye hayawani wakali, wakarudi salama, wakamwacha huko. Lakini Yohana angeza, Mungu uko wapi wa msumeno? Mungu wa yule wa rami na mafuta uko wapi leo? Lakini Mungu alitaka utukufu unaoendelea daima. Huko akaisikia sauti ya Bwana, na huko akatuhabarisha mambo yanayokuja. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wakubwa nielewa. Amen. Watu wadogo wanyonge mmekwazika. Hawapo mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Nenda ukakabiliana. Pambana na hali yako. Hatuwezi kuzidi watu wa mataifa. Kuna wakati wanaambia na pambana na hali yako. Bwana, kabiliana nayo mazingira. Kama Baba Mungu hawezi kuruhusu mambo kabla hajachuja aje kwako. Anajua katika hili lina faida kwake. Haleluya. 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 Amen. Ninaamini nimezungumza na washindi mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi yako. Unaweza kusimama kwa miguu yako. Wangapi hawajabatizwa? Na wewe ambao umebatizwa, kama unataka kujifunza zaidi kujua ubatizo una matokeo gani, njoo kwenye hilo darasa. Amina. Njoo kwenye hilo darasa. Kwa Jumanne saa 11 kamili tukutane mahali hapa. Simama kwa miguu yako. Wewe ni Mungu wastahili sifa. Wewe ni Mungu wastahili sifa. Wewe ni Mungu wastahili sifa. Oh, oh.
Roho Mtakatifu, ninainena neema yako kwa watu wako. Ninainena nguvu yako ishindayo kwa watu wako. Wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ninaruhusu uweza wako uwe juu ya watu hao ambao Mungu wangu wamekuja katika ibada yako. Ninaiona taarifa iliyoinamisha moyo wangu. Ni wiki ambayo tunaenda kuimaliza kuanzia Jumatano. Ulikuwa kwenye wakati mgumu sana. Alhamisi, Ijumaa. Ninaona unasema mbona anajirudia yale yale. Mbona sasa nafuu iko wapi? Mbona ni yale yale yanajirudia? Na Mungu yuko mahali hapa leo. Huyo aliyekuona hapo
ukiwa pale kwenye ukweli, nimwambia Mungu leo naomba nifundishe watu wako, lakini Mungu ameniambia huyo pale. Mungu anakupa kushinda. Weka na mkono wako mzee. Mungu amekupa kushinda kwanza na kile na saa hii. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, mtu mmoja aseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi yako mazuri. Shika sadaka yako nzuri, umbariki Mungu wako. Nikuruhusu ukimbia nyumbani mwanangu, tukutane Alhamisi. Mwanangu, nimesha kupunguzia siku. Njoo basi Alhamisi kwenye ibada. Sema amina. Jitahidi sana. Unajua itafikia hatua Jumapili nitakuwa sizungumzia habari za matatizo yetu, maana tunakuja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo Alhamisi ndio siku ya kupeleka haja zetu mbele za Mungu, lakini Jumapili tunakuja kumwabudu Mungu. Siku hiyo tunazungumza tu ukuu wa Mungu, uweza wa Mungu, utukufu wa Mungu, tunaenda nyumbani. Mbona watu wakidai sana ibada gani? Hata tunaenda ibadani uombewe. Umekuja kumwabudu Mungu, umekuja kuombewa. Leo ni siku ya kufanyaje? Ya kuabudu. Lazima turudi kwenye maana halisi. Ndio maana Biblia inasema Mungu anawatafuta waabuduo halisi. Hawapo. Wengi wanakuja wanaleta matatizo yao, mahitaji yao. Njoo siku ya Alhamisi tuzungumze na Mungu. Huko tunafanya maombi ya vita. Sasa hivi tunaangusha, tuna kampeni ya kuangusha roho inayoweza kutukalisha chini. Sema amina. Tena kwenye matope kutufanya kuwa mavuno. Tulianza Alhamisi, Ijumaa, amina, jana hata tulifanya maombi. Taendelea nao tena Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Lakini kumbuka Ijumaa jioni tukimaliza maombi tunapanda mlimani. Kwanza kujiandaa. Utakuwa umeshamaliza kazi zako, umefunga saa 1, tunapanda mlimani Ijumaa. Jumamosi jioni tutashuka, tutafikia madhabahuni, tutamshukuru Mungu, tutaenda nyumbani, tutapumzika. Jumapili tunakutana ibadani. Amina. Baba, nabariki sadaka ya wanao wanapoileta madhabahuni. Kumbuka kazi za mikono yao Mungu wangu. Mahali walipogusa ukutolea, uwainue na uwabariki. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Njoo mtolee Mungu sadaka yako. Kama una shukrani, una fungu la 10, njoo madhabahuni. Tutaomba pamoja na wewe. Fungu la 10. Naomba baraka za fungu la 10 ziwandane wanao. Ondoa alai kwenye maisha yao. Katika jina la Yesu Mungu ainue kazi ya mikono yetu na kuheshimisha. Katika fungu la 10 hili mti usiputishe matunda kabla ya wakati wake. Katika fungu la 10 hili Mungu ape kuheshimika mahali pa nafasi zenu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Baba, nimesema shukrani mbele zako. Imeandikwa wanaokushukuru ndio wanaokutukuza. Katika jina la Yesu aliye hai, kamtendee zaidi kama alivyokuja kukushukuru zaidi Mungu wangu. Nami naomba shukrani hizi kapate kibali mbele zako katika jina la Yesu. Amen.
katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usaidie kumsalimia jirani yako, mwambie hongera kwa ibada. Na mtu wa pili mwambie hongera kwa ibada. Alafu mwambie mimi nimetambua. Mwambie mimi nimetambua changamoto ninayopitia inanitengenezea utukufu. Haleluya. Mungu akubariki, Mungu akuinue. Tukutane Alhamisi. Barikiwa mwanangu, nakupenda sana. Amen. Amen. Unaweza kuwa wa kwanza pia, usubirie wengine waamke.